Za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mzuri kabisa tunakutana hapa leo, ikiwa ni siku ya tarehe 23 ya mwezi huu wa pili mwaka 2026. Tupo hapa kukusogezea update moja kwa moja kutoka mahakamani, kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Kumbuka wakati tunakusogezea update kutoka mahakamani, mara ya mwisho tuliishia episode ya 31. Hii itakuwa ni episode ya 32, ambapo kubwa zaidi kitu ambacho nimekiona hapa, kuna mambo mazito mno. Upande wa jamhuri wanataka kumuongeza shahidi, na shahidi huyo anakuja na ushahidi ambao ameufanyia uchunguzi matukio ya vurugu za Oktoba 29. Kilichotokea hapa mahakamani ni kivumbi kweli kweli. Kwa hiyo moja kwa moja, hii ni episode ya 32. Tunakwenda hapa kukujuza moja kwa moja kilichotokea hapa mahakamani. Mheshimiwa Tundu Lissu anaingia mahakamani, mawakili wa serikali wapo tayari na majaji wana kila dalili ya kuingia muda wowote. Kelele za shujaa 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 zinasikika hapa mahakamani wakati Tundu Lissu akiingia mahakamani. Mheshimiwa Lissu leo kapiga kombati yake ya kaki, ameingia anateta jambo pale na mawakili wake, wakili Kisabo na wakili Mahinyila, ni kama anawaagiza jambo fulani hivi. Namuona hapa wakili Kisabo anachukua simu, ni kama anafanya mawasiliano. Majaji pia wameingia muda huu. Kuna mtu simu yake imeita, watu wanamshangaa hapa mahakamani. Anasimama hapa Kalani, anasoma kesi namba. Anasimama wakili wa jamhuri Lenatus Mkude, anasema tupo Ajuai Katuga, Sawabu Isa na Kasbet Mbilinge. Shauri lilipangwa kwa ajili ya kusikiliza notisi ya kuongeza mashahidi na ushahidi, na sisi tuko tayari. Majaji wanaandika kidogo hapa, wanamuuliza mshtakiwa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Mheshimiwa Lissu anajibu na yeye kuwa yupo tayari kuendelea. Wanaitwa upande wa mshitaka, anasimama hapa Katuga kwanza, yani upande wa jamhuri. Mheshimiwa Lissu anasema, waheshimiwa majaji, nimepinga hiyo notisi toka Ijumaa, kwa hiyo ningesikilizwa. Katuga anasema, Mheshimiwa jaji, utaratibu ni sisi kuiwasilisha ili yeye apinge. Kama ana hoja ya kupinga, hii siyo application. Mheshimiwa Lissu anasema, waheshimiwa majaji, hicho wanachoita notisi siyo notisi kabisa na hakitambuliki kisheria. Jaji anasema, sisi tulitaka waeleze nini kinaendelea tu. Mheshimiwa Lissu anasema, kama ni hivyo sawa. Sasa upande wa jamhuri hapa wanaanza kuelezea. Katuga anasema, mnamo tarehe 18 ya mwezi wa pili mwaka 2026 kwa njia ya mtandao tulifaili notice ya kuongeza ushahidi, notice to file additional statement of evidence. Tulifaili kwa mujibu wa kifungu cha 308 cha CPA. Pamoja na notice hiyo tulishaambatanisha substance ya ushahidi huo. Ushahidi huu haumleti shahidi mpya, bali ni nyongeza ya ushahidi wa ACP Amin Mahaba, kwamba ushahidi huu haujakuwa committed mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Notisi hii inakuja kukizi matakwa ya kifungu cha 308 cha CPA ambacho kinasema hakuna shahidi au maelezo ya shahidi vitatolewa mahakamani unless viwe vimesomwa wakati wa mwenendo kabizi au komito. Kifungu hicho kinafafanua maana ya substance of evidence, ikiwa ni pamoja na kitu chochote ikiwemo nyaraka na vitu vingine vinavyoshikika. Kama ambavyo notice inajieleza, substance ya ushahidi kwamba Amini Mahaba alikuwa ni kiongozi wa timu ya upelelezi wakati wa uchaguzi wa mwaka 2025 na baadhi ya uchaguzi, na kile alichokipata kutokana na upelelezi ni kitu ambacho hakikusomwa pale kwenye komito. Ushahidi huo tumeupata na kugundua wakati tumejiandaa kumuita ICP Amini Mahaba siku ya tarehe 16 ya mwezi wa pili mwaka 2026 kwa mujibu wa kifungu cha 308
cha CPA hakijaeleza ni kwa jinsi gani notisi itakuwa. Hata kwenye zile prescribed form zilizopo kwenye sheria hii haijawekwa. Kifungu hicho kinasema notisi ieleze jina la shahidi, substance ya ushahidi na details za shahidi kiujumla kwa mujibu wa kifungu cha 308 sehemu ya pili cha CPA. Hivi vyote tumefanya kwenye notisi yetu kukava matukio ya tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Anasimama Mheshimiwa Lissu hapa anasema, "Mheshimiwa, mbona kama anaendelea kufanya mambo ambayo hamjamwelekeza?" Katuga anasema, "Mheshimiwa, kwani hiyo introduction iko chini ya sheria gani? Sisi tuna introduce kwa namna tunayoona ni mwenzetu." Mheshimiwa Lissu anasema, "Asinifundishe sheria, asijaribu kabisa kunifundisha sheria. Anaanzaje kufanya submission ya hiyo notice kabla uhalali wake haujaamuliwa?" Katuga anasema, "Waheshimiwa, hakuna bingwa wa sheria, mabingwa ni nyie tu majaji. Majaji wanateta pale juu, tunasubiri hapa mwongozo wao." Majaji wakiwa wameanza kuteta baada ya Mheshimiwa Tundu Lissu kupinga hapa hiki ambacho anakiwasilisha wakili wa Jamhuri Nasolo Katuga hapa. Baada ya kuteta kwa muda kama wa dakika 10 hivi, Jaji Ndunguru akiteta na wenzake, sasa anawasha kipaza sauti. Anasema yafuatayo: "Tumesikiliza hoja zote, hivyo vijembe vyenu msivilete hapa mahakamani." Sasa mshtakiwa alisema ana pingamizi na tukasema upande wa mashitaka walete open statement ili mahakama iamue. Mambo mengine ya kwamba imeambatana na nini kipo wapi, hayo sio mambo ya msingi. Mshtakiwa, endelea sasa. Hawa upande wa mashitaka mmemaliza hapo presentation ya notice na justification ya notice. Watu wanacheka hapa mahakamani. Nafikiri mpaka sasa Katuga ameelewa nani ni bingwa wa sheria. Mheshimiwa Lissu anasimama sasa, anasema, "Waheshimiwa majaji, kwa kwanza niseme hivi waliosema wenzetu." Hapa Tundu Lissu anaibua hoja kwa nini anapinga. Moja, upande wa mashitaka unasema notice yao haileti shahidi mpya bali inaongeza ushahidi wa shahidi ambaye ushahidi wake ulishatolewa kwenye komito. 2, wamemtaja huyo shahidi kwa jina kabisa. 3, wamesema wameleta viambatanisho vinavyotakiwa kwa mujibu wa kifungu cha 308 sehemu ya pili cha CPA. Sasa baada ya kusema, twende kifungu kinavyosema cha 308. A witness whose statement or evidence was not ready during committal. Hapa Tundu Lissu akisoma anasema kifungu kinasema shahidi mpya, kinachotakiwa kuletwa ni jina la shahidi wa ziada. Huyu ndio anaweza kutolewa notisi. Wamesema wenyewe hawaleti shahidi mpya bali wanaongeza ushahidi wa shahidi aliyepo. Sasa huyu shahidi ambaye tayari yupo na wamemtaja huyo shahidi ACP Amini Mahamba. Sasa waheshimiwa majaji, naomba niwaalike kwenye ukurasa wa 90 na 91 na 99 na 100 wa rekodi ya committal proceeding na ukurasa wa 134 wa rekodi ya mahakama hii, ambapo upande wa mashitaka ulitaja majina ya mashahidi hao. Huyo Amini Mahamba yupo na mimi maelezo yake ninayo hapa. Sasa waheshimiwa majaji, hiyo notice inaingiaje mahakamani? Ushahidi wake tayari upo mahakamani na notice inatakiwa iwe ya shahidi ambaye maelezo yake hayakusomwa mahakamani. Hii siyo notice ya additional witness, ni notice ya additional evidence ambayo haipo kisheria. Nimetafuta CPA yote, hicho wanasema hapa hakipo. Jambo lingine ni kwamba wanaleta ushahidi wa mtu aliyefanya upelelezi wa matukio ya uchaguzi mkuu mwaka 2025. Sasa majaji, matukio ya tarehe 29 ya mwezi wa 10, mimi niko tayari, nilikuwa niko mahabusu. Anasimama hapa wakili wa Jamhuri Katuga anasema tunapinga, anaanza kujadili ushahidi wetu, kama mtakubali ni sawa tu. Lissu anasema si ndio kayaleta haya mwenyewe, wanakatazaje nisiyazungumzie? Jaji Ndunguru anasema mshtakiwa, endelea.
Lissu anasema amesema mwenyewe kwamba kwa mdomo wake hapa mahakamani, nilimwambia asibobwaje sana, akang'ang'ania kuanza kusema mambo ya tarehe 29 ya mwezi wa 10. Ndio maana na mimi nasema hayo mambo ya tarehe 29, mimi nilikuwa jela. Wanafikiri hayo yatawasaidia, maana wanataka kugeuza mashitaka kwa kuleta mambo ya tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. They can not amend the information through the back door. Kama mnataka kuamend information, nendeni kwenye kifungu cha 294 cha CPA. Hiyo wanayoiita notice haipo kisheria, haitambuliki. Hiyo notice msiifutilie mbali, yani notice na yaliyomo. Yani anawaambia hapa mjaji kwamba hiyo notice muifutilie mbali, yani notice na pamoja yaliyomo. Na mwisho, waheshimiwa majaji, hiyo notice ikiachwa ikawa sehemu ya rekodi ya mahakama, itafungua sanduku la Pandora ambalo lina kila aina ya mambo mabaya ambayo sidhani kama itaweza kushughulika mambo hayo. Wanataka tuzungumze mambo ya Oktoba 29. Mtakuwa mmefungulia balaa na isije kawa shida. Mkipungua huo mlambo, tutaenda huko. Tutazungumzia mauaji ya kimbali na tutaulizana nani aliyeua wa Tanzania. Hii kitu haina mashiko. Are they ready? Mimi niko tayari, ikiruhusiwa niko tayari. Jaji anasema tafadhali naomba tusiende huko. Katuga aliambiwa na Lissu kuwa huwezi kunifundisha sheria, akakataa. Baada ya Lissu kumaliza hapa, Katuga amekuwa mdogo sana, yani ni kama anataka kulia vile. Katuga anasema napaswa kufanya reply au rejoinder. Mheshimiwa Lissu anasema fanyeni reply, halafu mimi ndio nitakuja kumaliza. Wanakubaliana hivyo hapa mahakamani. Wanaibua mambo hapa ya Oktoba 29, wanayaleta kwenye kesi hii ya Tundu Lissu kama ushahidi wa nyongeza. Wakili wa Jamhuri hapa Katuga anasema kifungu cha 308 ni mlinzi wa kifungu cha 263 cha CPA na kumfanya mshtakiwa awe aware na ushahidi wote anaokutana nao Mahakama Kuu. Ushahidi upo wa aina 4: real, documentary, testimonial na nyingine nimesahau, nitaikumbuka. Kwa hiyo kwa maana ya aina ya shahidi 4 zinatakiwa zioneshwe kwa mshtakiwa kabla ya kuwa committed kwenye High Court, na kwa kuwa kuna takwa hili la 263 kukawekwa kifungu cha 308 ambacho ni mlinzi sasa, kwamba hakutakuwa na ushahidi utakaoingia hadi uwekwe wazi. Basi prosecution wampe notice kuhusiana na ushahidi huo. Ni lini prosecution wamegundua huo ushahidi? Je, mshtakiwa alikuwa na reasonable time kuupitia? Kifungu cha 308 sehemu ya 4 kinazungumzia substance or weakness. Kesi ya Remina Omari Abdul versus Jamhuri CA 189 ya mwaka 2020, mahakama ya rufaa inasema if part of the evidence is not disclosed. Mahakama hii koti with approval, maneno kuwa additional evidence is allowed. Sisi tunasema mbali na statement yake kusomwa, tunataka kuleta mambo mengine ambayo hayakujumuishwa. Notisi hii ina comply na tafsiri ya sheria na sio tafsiri ya mtu. Iko sheria na tunaomba ikubaliwe. Katuga, kuna maneno pia yamesemwa kuwa notisi hii ikiachwa, hizo sio hoja. Unamtisha nani? Naona kama natutisha ni hoja ambayo itapungua Pandora, na hiyo Pandora ni ipi? Tunaomba mapingamizi yatupiliwe mbali. Anasimama Mheshimiwa Lissu kumjibu Katuga. Anasema nimesikiliza majibu yao, naomba niseme yafuatayo. 1. Kifungu cha 308 cha CPA kinahusu shahidi mpya. Shahidi mpya kimesema ni yule ambaye maelezo yake au substance ya maelezo yake haikusomwa kwenye komito.
Kwa hiyo kifungu hicho kinahusu shahidi mpya na sio ushahidi mpya. Suala ni shahidi wa ziada na sio ushahidi wa ziada wa shahidi ambaye tayari maelezo yake yapo tayari. Jambo la pili, kwenye notisi hii suala la kuamua sio reasonable au la, ni suala la kinacholetwa ni shahidi mpya au la. Hii ni jambo la pili, nasema kwamba kwenye notisi hii suala la kuamua sio reasonable au la, ni suala la kinacholetwa ni shahidi mpya au la. Namba 3, hiyo kesi ya Remina Omari Abdul walioleta ni mara ya kwanza inazungumzwa kwenye mahakama hii. Ililetwa kipindi kile cha komito, inahusu kifungu cha 263 tu. Ukurasa wa 32 ni kuhusu section 246 ambacho ni 263 ya sasa. Kwa hiyo kesi inahusiana na mambo ya komito, basi kifanyeni kwa mujibu wa kifungu cha 308 cha CPA. Mlango wa Amini Mahamba ulifungwa kwenye komito. Kama mnataka tafuteni shahidi mwingine na sio Amin Mahamba. Hoja ya kwamba hili ni pingamizi limeletwa premature, nasema liko timely, maana yanayohusika na kesi hii yalishakamilika na kuletwa mahakamani. Effect yake ni kunibadilishia shitaka, maana shitaka langu ni la tarehe 3 ya mwezi wa 4 mwaka 2025. Haya ya Oktoba ni mambo mapya. Mkiyaruhusu kwa kuruhusu notisi hiyo, na nimesema niko tayari, je, wao watayaweza? Kwa sababu ya Oktoba kuna genocide, kuna mass killing, mass murder ya Oktoba ni magumu sana. Pingamizi langu litalinda integrity ya shauri hili na mashauri haya. I'm only trying to help them. Wanafikiri kuna deal pale. Hakuna deal yoyote. Angalieni kifungu cha 308 cha CPA. Hii notisi ifutiliwe mbali, naomba hivyo. Majaji wanateta kidogo hapa, tunasubiri uamuzi wao kuhusu pingamizi hili. Jaji Ndunguru amejadiliana hapa na majaji wenzake kwa muda mrefu sana. Anasema ili tuweze kuandika uamuzi tutarudi kesho saa 3 asubuhi na tutaendelea na mashahidi wengine. Kwa hiyo tukutane kesho saa 3 asubuhi. Tundu Lissu anapinga ushahidi mpya ambao unahusiana na matukio ya Oktoba 29 kuingizwa katika kesi hii. Kama tulivyosikia hapa, kubwa tuachie maoni yako, una kitu gani haswa mpaka hapa kesi ilipofikia. Wanataka kuleta mambo ya Oktoba 29 katika kesi hii. Hii ni episodi ya 32. Tukutane kesho ambapo tutaendelea na episodi ya 33, update moja kwa moja kutoka mahakamani. Nawapenda sana, lakini kubwa tuachie maoni yako na endelea pia kutufuatilia kwa taarifa kede.